Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa tunakushukuru shekhe, wewe pamoja na mashekhe zetu wote ambao wapo hapa kwa kuacha ratiba zenu muhimu kuja kujumuika nasi katika msikiti wetu huu. Allah awalipe kheri. Nikiingia moja kwa moja katika maswali, mimi ilikuwa nina swali moja kubwa na kijimoja kidogo, naomba uniruhusu na hizi kidogo nacho nipate ufumbuzi juu ya hili. Ima katika swali langu kubwa, katika muhadhara ambao tumestafidi kwa kweli, umezungumzia madhara moja kwa moja yanayotokana na chumo la haramu. Lakini kwa nilivyoelewa ni kwamba kwa kiasi kikubwa yamezungumziwa yale madhara ambayo anayapata mtu mwenyewe mwenye kutuma hili chumo la haramu. Hivi inakuwaje kwa kizazi chake, kuhusu watoto au watu ambao anawahudumia nyumbani kwake, akiwa mlezi au baba mwenye familia, yeye ni mwenye kutuma haramu? Hivi kizazi chake athari gani ambayo inakipata? Hilo swali la kwanza. Lakini swali la pili ni, kabla ya masiku haya machache tulitangaziwa kwamba kutakuwa na daura katika mji wa Mwanza pale. Daura hii ilitangazwa kwa mafanikio makubwa, na wewe ukiwa ni mmoja wa hadhiri ambao watakwenda kutoa mada katika ule muhadhara pale. Lakini kongamano. Kwa hiyo baada ya muda kutoka tena katika kongamano lile kukatoka taarifa ya kwamba wewe si mmoja kati ya wahadhiri ambao watakwenda kutoa mada pale. Kwa hiyo na watu wamo miongoni mwao wanakupenda sana, wanataka kusikia chochote kutoka kwako. Hebu tupate ufafanuzi juu ya jambo hili, ilikuwaje kwaje? Shukrani. Maswali tumeyasikia, si ndio? Swali moja limo ndani ya mada. Swali ambalo limo ndani ya mada, sasa sijui ni ajibu wote mawili au mwingine muachie mashekhe nao wasaidie kunijibu. Eti ni ajibu wote mawili mimi au ndio mwenye mada yangu Hai. Kuhusu watoto ambao mzazi anawaletea kipato cha haramu, anawalea kwa kipato cha haramu, ninavyofahamu na ninavyokumbuka, kuna kauli mbili ya wanawachuoni. Wako waliosema hata huyo mtoto ambaye tangia anakuwa maziwa yake, pempasi yake, kila kitu chake baba yake alikuwa akikipata kwa njia ya haramu, huyo mtoto na yeye kwa kuwa kakulia kalelewa katika haramu, basi hatopokelewa dua zake. Ushahidi wakasema hiyo hadithi wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram imetokana na kukulishwa, kulelewa, kukua katika haramu. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni ya maulama waliosema watoto hawana kosa, na Qur'ani ilikwisha sema wala taziru waziratun wizra ukhra. Hakuna, yani mbeba mzigo hatobeba mzigo wa mwenzake, na Allah ni mwadilifu, hawezi kumwadhibu mtu kwa kosa la mtu mwingine. Wakasema kama ambavyo mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa hana kosa na haifai kumuita mwana haramu, lugha sahihi ni mtoto wa nje ya ndoa, kazaliwa nje ya ndoa iliyokuwa ya sheria na ndoa ya halali. Lakini mwana haramu hilo alimu, hakuna mwana haramu.
Kwa hiyo pamoja na hizi kauli mbili, mimi nilivyosoma na bado naendelea kusoma, naegemea kwenye kauli ya pili inayosema watoto hawana makosa. Kwanza hawajui baba anapata wapi hizo pesa, hawajui maskini. Ila mtoto akishakuwa mkubwa, akapata akili, akajua fika ya kuwa mzazi wake kazi anazofanya ni za haramu, wala wachuoni wanapendekeza asiishi pale na asile chakula kile, aende ajitegemee, akatafute riziki anapojua. Tumefahamiana baada ya kujua. Lakini hawa wadogo ambao hawajui chochote, hata kama wamepewa pampers za haramu, maziwa za nido, si mudhishi, si ni za haramu, Allah hatawaadhibu kwa kosa la mzazi. Mzazi yeye ndio atakayeingia katika makosa. Hii ndio kauli ambayo naona mimi ina insafu zaidi, na ni kauli ambayo inatenda haki kwa watu wote. Wallahu a'lam. Na kama alivyosema mashekhe wapo hapo, wala wakiongezea wakarekebisha, haina maana wamenikosea adabu, hapana. Hii ni dini, na mwisho wa siku tunahitaji watu waondoke na ilmu iliyo sahihi zaidi, si ndio jamani? Swali la pili nililoulizwa, mimi kusema kweli huwa sipendagi sana kuzungumza vitu kama hivi. Mimi nimeanza da'wa nikiwa rabi' ibtidai. Nikisema kwamba mwaka huu ni mwaka wangu wa 30 katika da'wa, unaweza ukatazama ukasema wewe mwenyewe mbona hata huonyeshi kama unafika hata 50, na ni kweli sifiki. Hii ina maana nimeanza da'wa huko nasoma rabi' ibtidai. Nakumbuka mpaka leo nilihifadhi robo ya Qur'an, na chanzo kilichonifanya niingie katika da'wa ni kuona madai wengi aya moja katika suratu Qaf wanaikosea. Aya inayosema wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, wengi wanasoma kwa wanasema fadhakkir fa inna dhikra. Sasa mimi nikaa naumia, kwa nini unasema fadhakkir wakati ni wadhakkir? Pahala pa wao ukiweka na pa ukaweka wao, umebadilisha maneno ya Allah, ni makosa. Siku nasoma aya ya mwisho katika suratu Qaf, fadhakkir. Sasa hii ni fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Nikasema kumbe dai anatakiwa alinganie kwa Qur'an, na bwana mtume akasema balighu anni walau aya, nifikishieni walau aya moja. Niko na wenzangu tunasema mimi si nimehifadhi robo ya Qur'ani, sasa hata mimi naanza dawa. Ndio naenda kwenye misikiti baada ya Ijumaa, naomba kuongea, wazee wananizuia nachangisha michango yao, mwisho nabaki na watu 3 4, naongea hivyo kiubishi mpaka nikawa na kauzoefu kadogo katika dawa. Katika da'wa zangu sidhani kama mliwahi kuniona nikibishana na watu. Miongoni mwa madai wenye bahati nzuri ya kupigwa madongo, mimi ni miongoni mwao, lakini sijawahi kurejesha, kwa sababu nimesoma da'wa, nimetakhassas katika da'wa. Qaida ya kida'wa inasema kun baina an-nasi kashajara yarmuna ilaiha alhajara wa tarmi ilaihim athamara. Ishi na watu kama mti. Watu wana tabia ya kuipiga mawe mti, lakini mti hauna tabia. Watu wana tabia ya kuupiga mti mawe, kurushia mti madongo, lakini mti haurejeshi. Mti sana sana majibu yake huwapatia matunda, na namshukuru Allah, naamini kwa 100% nimefaulu katika hilo. Na ukiona nimepanda juu ya mimbar na kemea jambo, basi ujue li jambo zito. Kama juzi kuna bwana mmoja kahalalisha kuwaendea wake kinyume na maumbile, na kasema hilo
ni asilaumiwe yeye, hilo ni jambo la Qur'ani. Qur'ani imeruhusu. Nimesimama mimi nimekemea hilo jambo. Pamoja na hayo, si mtu wa migogoro, sio mtu wa mabishano, na laiti ningelikuwa ni mtu wa hayo huko kwangu Dar es Salaam Temeke, ningezungumza habari za kongamano hili la Mwanza. Lakini kwa sababu shekhe umeuliza, labda nikwambie jambo moja. Kongamano la Mwanza mimi sijaalikwa. Hakuna mwaliko rasmi kutoka katika kamati inayoandaa kongamano hilo ambao mimi nimeupokea. Siku zote ukisikia mtu fulani amekataliwa jambo, anayekataliwa jambo ni mtu ambaye ana mambo moja kati ya mawili: ameomba jambo, jibu likaja la kukataliwa. Mimi sijawahi kuomba kushiriki katika ile kongamano, na ile kongamano ni kongamano ambalo linazunguka. Mwaka huu linafanyika mkoa huu, mwakani mkoa mwingine, mwakani nchi nyingine. Sijawahi kushiriki na sijawahi kuomba na sitegemei kuomba kushiriki. Hilo la kwanza. La pili, mtu anaweza akawa amekataliwa kushiriki katika jambo baada ya kupewa mwaliko. Umepokea mwaliko rasmi, waliokalika wakacancel ule mwaliko, wakakwambia basi tena hatukualiki. Kwa hiyo mimi sijawahi kupata mwaliko rasmi ya waandaaji wa hilo kongamano, na ndio maana nitashangaa, nitastaajabu nitakaposikia panasemwa kuwa fulani amekataliwa kushiriki katika kongamano. Mimi sikuomba, sina habari nalo, sasa nakataliwa vipi? Nadhani mnanielewa jamani Lakini jambo moja nikiri, Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan nilikuwa Mwanza, nimehutubu katika msikiti mmoja. Shekhe mmoja wa pale Mwanza ambaye ni ndugu yangu, rafiki yangu, alinialika yeye kama yeye katika hilo kongamano, na baada ya kubaki mwezi moja na nusu au miwili akanikumbusha tena. Lakini shekhe huyo ni shahidi na Allah ni shahidi, nilikataa. Nilimwambia ndugu yangu niwie radhi, siwezi kushiriki, na nikampa sababu zangu. Kwa hiyo asitokee mtu akataka kupata umaarufu kupitia mgongo wa Sheikh Kishki akasema kwamba tumemfukuza au tumemkataa. Mimi kinachosemwa sikijui. Mimi mwenyewe nacheka ninaposikia yanayosemwa. Kwa hiyo jibu langu ni hilo, lakini nikuombeni tu jaribuni kufata tabia nilizonazo mimi. Msiwe washindani na msiwe wabishani, mnabishana. Mimi ukinitazama ni kijana wa Dar es Salaam, jiji la gharama. Nimecheza michezo yote, kombolela, udaku, mchezo gani mwingine? Mpira mguu wa kushoto. Naweza kumjibu mtu yoyote atakayenichafua heshima yangu, lakini mimi ni mtu wa Qur'an. Qur'an imemwagiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe anapuuza. Na ukiniona mimi napigwa na madongo na watu wengi jamani, hilo mulijue. Kulia kushoto, kiingia wewe fungua YouTube andika tu Raddi kwa Kishki. Wallahi 90% siwajui, na waona tu kwenye picha. Huyu naye nani, anatokea wapi? Sasa ukiona mimi nakaa kimya, si ujinga, bali napuuza. Na nikikukalia kimya nimekupuuza. Na Qur'ani imesema puuza. Katika suratul A'raf Allah anamwambia mtume wa'arid 'anil jahilin, wapuuze wajinga. Akamwambia katika suratul al-Hijri wa'arid 'anil mushrikin, wapuuze washirikina. Kwa mimi napuuza, sina haja ya ushindani.
Mmenielewa eh? Hata hii mada yangu ya kwanza leo naongea nini? Nimeongea nini leo mada ya kwanza naingia Tanga? Nimeongea nini? Chumo la inawezekana kuna mtu anategemea Sheikh leo atazungumzia jambo fulani, atawakanyaga watu. Mambo sina, muda huo sina. Siko hivyo. Na kama wapo wanakuja kwenye mihadhara yangu wanajua hapa hajapiga, atapiga barabara 9 na 10, utazodoka. Mimi sina time hiyo. Tumeelewana jamani eh? Kiufupi ni hivyo ndugu zangu, wa barakallahu fikum. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.